Tunapozungumzia taarifa sahihi tunamaanisha nini? Na kwa nini hizo taarifa sahihi ndio zinakwamisha? Ni kweli umekwama kukosa pesa? Hujakwama kwa kukosa pesa, umekwama kwa kujua taarifa sahihi. Hakuna siku utaamka vitu vimeota. Ukiona kazi yote imefanikiwa, ukiona biashara yake imefanikiwa, kuna watu wapo kazini, kuna watu wako serious nyuma yake. Huwezi kuwa serious ukaleta matokeo bila kuwa na mwongozo wa uhakika. Tatizo sio mtaji, tatizo ni kukosa taarifa sahihi. Taarifa zipo, ila taarifa sahihi ndio ulizokosa. Mtu akitaka kukupoteza leo, akitaka leo akufiche, yani akitaka usifanikiwe, anafanya moja kati ya mambo mawili. Namba moja, anakuficha taarifa sahihi, au anakupa taarifa zinazokuchelewesha. Upo kama ulivyo kwa sababu ya taarifa ulizoziamini. Kuna aina ya taarifa ambazo uliziamini bila kuchuja, kwa sababu ili uweze kuziamini taarifa, namba moja, lazima uwe na uwezo wa kuzichuja, kwamba kabla sijaiamini taarifa kama sahihi, ni sahihi. Kwa sababu kosa ni kwamba tumeamini taarifa zisizo sahihi kana kwamba ni sahihi. Ni kitu kibaya sana kujifunza ujinga katika mfumo ambao ni sahihi. Ukipewa taarifa ambazo zimepitwa na wakati, ukaaminishwa kana kwamba ni za ukweli, hazina garantii kwamba zitabadilisha kwamba ziko sahihi. Unaweza ukakaa miaka 3 unafundishwa jambo lishapitwa na wakati. Hakuna huruma ya kwamba utafanikiwa kwa sababu umekaa muda mrefu kujifunza kitu ambacho sio sahihi. No.